na inakuwaje nyinyi mkufuru? Hakuna sababu. Yani ni swali kwa maana ya kukataa. Katika lugha waweza muuliza mtu swali lakini kumbe ukawa unakanusha. Sasa na swali hili limekuja kaifa, lakini lengo ni kukataa kwamba nyinyi msiwatii hawa, mkiwatii watakurejesheni katika ukafiri. Wa kaifa takfuruna, mtakufuruje nyinyi Waislamu? Wa antum, na hali ya kuwa nyinyi mna kila sababu za kuongoka, kwa sababu tutla alaikum ayatullah, mwasomewa juu yenu aya za Allah. Mtu akisomewa aya za Allah hakuna sababu ya kupotoka. Isitoshe, wafikum rasulu, sababu nyingine ya pili, pamoja nanyi mnaye mtume wake. Mwasomewa aya za Allah, lakini pamoja pia na mtume wa Allah mko naye. Hizi ni sababu mbili kubwa za kuongoka nyinyi. Kwa hiyo mtu akiwa na mawili haya halafu akapotoka akaingia kwenye ukafiri, huyo kajichagulia tu mwenyewe, hakukuwa na sababu kabisa. Ndio maana Allah ameleta alama ya kuuliza kama ya mshangao, wa kaifa takfuruna wa antum, mnakufuruje nyinyi wakati nyinyi tutla alaikum ayatullahi, mwasomewa juu yenu aya za Allah. Hiyo ni sababu ya kutokukufuru, kwa sababu mtu anakufuru pale hajui. Ukisomewa aya za Allah maana yake utajua lipi lafaa, lipi halifai, lipi watakiwa kufanya, lipi hautakiwi kufanya. Mwasomewa aya zake Allah. Wafikum rasuluhu, na pia yuko nanyi mtume wake. Mtume wa Allah mko naye. Wa man ya'tasim billah, yoyote atakayeshikamana na Allah akamkubali na kumuamini, fakad hudiya, huyo atakuwa ameongozwa katika sirati mustaqimi, kwenye dini iliyokuwa ya sawa. Njia kwa maana nini? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum, mtakufuruje wakati nyinyi mwasomewa juu yenu ayatullahi, aya za Allah. Wa fikum rasuluhu, na yuko nanyi mtume wake Allah. Wa man ya'tasim billahi, na yoyote atakayekamatana na Allah, akashikamana na Allah kweli kweli, fakad hudiya, huyu atakuwa ameongozwa ila siratin mustaqimin, katika njia iliyo sawa, kwa maana dini ya haki. Wa kaifa takfuruna billahi, mutamkufuruje Allah baada imanikum bi, baada ya kuwa nyinyi mlishamuamini huyo Allah. Isitoshe, wa antum ma'akum sababu, isitoshe pamoja nanyi mnazo sababu al-azam, sababu kubwa sana, lithibati ala al-imani, za kuthibiti kwenye imani. Nazo sababu hizo, kwa sababu fa ayatullahi, aya za Allah, tuqra'u alaikum, za somwa kwenu. Wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yubayyinuha, na mtume wake ambaye ni Muhammad sallam anazibainisha hizo aya kukufafanulieni lakum nyinyi. Wa man yastamsik bi kitabillah, yoyote atakayekamatana na kitabu cha Allah wa sunnata rasulihi, na sunna za mtume wake, fakad wafaqahu Allahu ila tariqi mustaqim, huyo ndio atakuwa ameafikishwa na Allah katika dini iliyokuwa ya sawa, kwa sababu ziko dini sio sawa. Fakad hudiya, atakuwa ameongozwa. Fakad wafaqahu Allahu, atakuwa amewafikishwa na Allah ila tariki mustaqimi, kwenye njia iliyonyooka, kwa maana dini ya sawa, ambayo la iwijaja fihi, haina mipindo dini hiyo, haina kombo kabisa. Wa kaifa takfuruna billahi, mutamkufuruje Allah baada imanikum bihi, baada ya imani zenu kumuamini. Mshamuamini, chakuwa waumini kweli, mnakufuruje sasa? Wa antum ma'akum sababu, wakati nyinyi munazo sababu al-adham, kubwa sana, lithibati ala al-imani, ambazo kwa sababu hizo zitakuthibitisheni kwenye imani. Sababu ya kwanza, fa ayatullahi tuqra'u alaikum, aya za Allah zasomwa kwenu, mwasomewa kila siku, na msomaji ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anakubainishieni, anakuwekeeni wazi kila kitu. Wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na mtume wake ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinuha lakum, anakubainishieni nyinyi hizo aya. Wa man yastamsik bi kitabillahi, na yoyote atakayekamatana na kitabu cha Allah,
wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume wake, fakad wafaqahu Allah, huyo atawafikishwa na Allah, amewafikishwa na Allah ila tariki mustaqimi, kuifuata njia iliyokuwa sawa, kwa maana dini ya haki, la ijaja fihi, dini ambayo haina kombo kombo, haina kasoro. Akaendelea kuwaita tena waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah, muogopeni Allah, haqqa tuqatihi, vile inavyostahiki kuogopewa, wala tamutunna, wala msije mkafa, illa isipokuwa wa antum muslimuna, nyinyi mufe mukiwa ni Waislamu. Usije ukafa nje ya Uislamu, takula hasara. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha, muogopeni Allah, haqqa tuqatihi, vile inavyostahiki kuogopewa, wala tamutunna, wala musife, illa isipokuwa wa antum muslimuna, mufe mukiwa Waislamu. Hii ni amri kwamba anatakiwa mtu akiondoka katika sari aondoke akiwa yumo ndani ya Uislamu. Usije ukaondoka kwenye sari ukiwa kwenye mambo mengine na dini nyingine, utakula hasara. Ya ayyuhalladhina amanu billahi, enyi ambao mmemwamini Allah, wattaba'u rasulahu, na mkamfuata mtume wake, khafu rabbakum, mukhofuni mola wenu, muogopeni mola wenu, haqqal mukhafa, yani vile inavyostahiki kuhofiwa na kuogopewa, wadhalika, na kuogopewa inavyostahiki, bittibai awamiri, ni kule kufuata amri zake, wajtinabi nawahihi, na kujiepusha na makata. Huku ndiyo haqqa tuqati. Kumuogopa vile inavyostahiki kuogopewa ni kwa kuacha makatazo na kufata amri. Washkuruhu ala ni'amihi, na mshukuruni kwa neema zake. Wastamsiku bidinikum, kamataneni na dini yenu, hata yaatikumul maut, mpaka yakujieni mauti, wa antum ala dhalika, na nyinyi mkiwa kwenye hiyo dini yenu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, billahi, kumwamini Allah, wattaba'u rasulahu, na ukamfuata mtume wake, khafu rabbakum, muogopeni mola wenu, haqqal mukhafa, vile anavyostahiki kuhofiwa na kuogopewa. Navyo ni vipi? Wadhalika, na kuogopewa vile inavyostahiki inakuwa bittibai awamirihi, ni kwa kufuata amri zake Allah, wajtinabi nawahihi, na kujiepusha na makatazo yake. Halafu washkuruhu ala ni'amihi, mshukuruni kwa neema zake nyingi alizokupeni. Wastamsiku bidinikum, halafu kamataneni na dini yenu, to ile wala tamutunna wa antum illa wa antum, kamataneni na dini yenu, hata yaatikumul maut, mpaka yakujieni mauti. Sasa ikiwa ni hivi kwamba tukamatane na dini mpaka itujie mauti, wa antum ala dhalika, na nyinyi mkiwa kwenye dini, maana yake nini? Maana yake ndio ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, ittaqullah haythu ma kunta, mche Allah, muogope Allah popote ulipo. Maana yake wewe kuwa na dini popote, asitoke mtu akakwambia hapa dini yeka kule, usikubaliane na ile kitu, kwa sababu tumeambiwa tukamatane na dini, usije ukafa ila ufe ndani ya hiyo dini, na kifo hakileti taarifa, hakuna barua kwenye kifo. Tuko pamoja? Kwa maana hiyo, wewe muda wote popote ulipokuwa na dini, asije akakuchanganya mtu kwambia hapa bwana dini na mambo haya. Maana hapo ukiivua dini, yakitokea mauti yakakuchukua, hapo ndio umekwenda huna dini, itakuwa hukufa ukiwa Muislamu. Tuelewana jamani? Wa'tasimu bihablillahi jamia, bado Allah akaendelea kutusisitiza kukamatana na dini. Huku amesema usife ila Muislamu, kamatana na dini vizuri, sawa? Sasa wa'tasimu, akaendelea
kupiga msumari pale pale. Shikamaneni, hii ni amri. Kwenye nini? Bihablillah, kwenye kamba ya Allah. Kamba kwa maana ya ile dini. Kamataneni na kamba ya Allah, yani ile dini Allah kaita kamba. Kamba yenye meno mawili. Hiyo kamba yenyewe ina meno hayo mawili. Kamataneni, hii ni amri, wal amri yaktadhi wujub. Kamataneni na kamba ya Allah, yani kamataneni na dini ya Allah ambayo ina meno mawili. Kitabu Allah, sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ndio kamba zenyewe hizo. Kamatana na Qur'an, kamatana na sunna za Mtume. Shikamana na hivi vitu. Tena jamia, nyote shikamaneni kwa pamoja. Kusiwe huyu yuko huku, huyu yuko vingine. Nyote shikamaneni kwenye dini, muwe pamoja. Yale mambo ya kuwa huyu yuko hivi, huyu yuko kwingine, yale tuwafanya wenyewe, lakini Allah hayatambui. Kwenye dini watu wawe pamoja. Kwenye mambo ya mengine sawa, kuweni tofauti. Tuko pamoja Huyu atakuwa kwenye balaa yake fulani, sisemi balaa maana yake kwenye mambo mengine yale ya halali, si ndio? Kuweni huko. Lakini kwenye dini nyote mko kitu kimoja. Tena wala tafarraqu, msifarikiane. Kwa hiyo kuna amri alafu kuna katazo. Amri ni ya wajib, katazo ni haram. Ndio katazo, atakatazo la haram. Al-amru jazim lilwujubi wan nahyu al-jazim litahrimi. Kwa hiyo shikamaneni katika kamba ya Allah nyote kwa pamoja. Wala tafarraqu, msifarikiane. Uislamu si na tafarraqu, tunapingana na Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuambia sasa, mimi yule si mwenzangu. Si mwenzako vipi? Wewe kwani umekamatana na nini? Si umeamini nguzo tano? Huyu ambaye si mwenzako hakuamini nguzo tano. Wewe si unaamini nguzo sita za imani? Huyu unayesema si mwenzako hakukamatana na nguzo sita za imani. Ni mwenzako. Mkitofautiana katika furuati si tatizo. Hoja ile misingi nyote mnakubaliana katika nini? Msingi wa dini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni katika kamba ya Allah, maana katika dini ya Allah kwa pamoja. Wala tafarraqu, musifarikiane. Wadhkuru ni'matallah, hebu kumbukeni neema ya Allah ya Uislamu hiyo jamani. Ikumbukeni neema ya Allah alaikum, kwenu. Na sababu hasa ya hii aya jamani, ilikuwa inazungumzia kuhusiana na Ausi na Hazaraji na yale magomvi ambayo walikuwa nao. Kila Muislamu anajua kwamba makabila pale ya Ausi na Hazaraji walikuwa na tofauti kubwa ambazo walikuwa wakiingiziwa na Mayahudi. Magomvi makubwa, wakipigana pasi na sababu ya msingi, mauaji, wameuana sana. Lakini Allah akawapelekea neema ya Uislamu na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, ikawa ndio sababu ya kuondosha nini? Tofauti zao. Tunasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah aliyokuneemesheni ya kukuleteeni nyinyi neema ya mtume pamoja na Uislamu wake. Idh kuntum a'daa, pale ambapo mlikuwa maadui kabla ya yeye. Mnapigana, Ausi hamtaki Hazaraji na Hazaraji hana haja ya Ausi, hana haja ya Ausi. Wakifitinishwa, kila mmoja ana sapota yake katika Yahudi. Huyu mwingine sapota yake ni Yahudi wa Bani Quraidha, huyu mwingine ni Yahudi Bani Nadhir. Ndio ile kule katika suratul Baqara asema wa iyatukum, asema Allah aliwaambia la tukhrijuna anfusakum, msitoe nafsi zenu tupwa kwenda kuua watu. Lakini wa iyatukum usara tafaru, walikuwa wakitoa msaada. Bani Quraidha wanatoa msaada wa mali na hata wa kijeshi, na Bani Nadhiri wanatoa msaada wa mali mpaka wa kijeshi. Wakikutana kule wanapambana, lakini akikamatiwa mtu wake anakwenda kutumia Taurati kukomboa teka wake, kwa sababu sheria imo kwenye Taurati ya kukomboa teka. Lakini kwenye Taurati iko sheria ya kutokupeleka watu kwenda kupiga watu.
haifatu. Tunasema kumbukeni idh kuntum a'daa, wakati mlikuwa maadui, fa'alafa baina qulubikum, Allah akaziunganisha baina ya nyoyo zenu. Tunajua sote, ukisoma sira, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, jambo la kwanza alilofanya, akha baina ansar, aliunda udugu. Kwa sababu gani? Uislamu hauwezi ukaenda ikawa watu bado hawajakuwa nini, ndugu. Kama watu watakuwa hawajawa ndugu, tena ule udugu wa kweli kweli wa imani, Uislamu wataota ndoto tu ya Uislamu, lakini hautakuwa. Kwa tunatakikana Waislamu tujitahidi sana katika nguvu zetu zote tunazozitoa kwenye dini, tujitahidi sana tuelekeze nguvu zetu katika kufanya Waislamu wawe ndugu, Waislamu wawe kitu kimoja, waweze kutofautiana tofauti zao wanazotofautiana zile ndogo ndogo, waweze kuvumiliana, lakini wawe kitu kimoja. Tusiwe sisi ni wachangiaji wa kuwafarikisha watu, si kitu kizuri. Wewe utajiona kama unafanya jambo zuri, lakini kumbe wewe unakuwa wamsaidia ibilisi kuubomoa Uislamu, kwa sababu utakuwa unawaletea farqa Waislamu, na muda watapofarikiana Uislamu hautakuwepo wala hautapata nguvu. Ndio maana anatukataza Allah, fasbahtum bi ni'matihi ihwana, mkawa nyinyi kwa neema yake ya Allah ya Uislamu mkawa ndugu. Sasa wakati huko nyuma kwa sababu ya kutofautiana kwenu, wa kuntum likuwa ala shafa, munatembea kwenye ukingo hufrati wa shimo minan nari, la moto. Kwa sababu watu wanapotofautiana, basi wako, Allah anapiga mfano, wanatembea kwenye ukingo wa shimo la moto. Manake wewe ufe tu, ukifa unadondoka moto. Kile kipindi ambacho mna magomvi, anasema wa kuntum ala shafa hufra, mulikuwa katika ukingo wa shimo minan nari, la moto, lakini fa ankadhakum minha, Allah akakuokoeni na moto huo kwa kumleta mtume wake kukuondoleeni zile tofauti zenu. Kadhalika yubayinu Allahu lakum, hivi ndivyo ambavyo Allah anakubainisha. Kama ambavyo kakuokoeni, basi kadhalika hivyo hivyo yubayinu Allahu lakum, anakubainishieni Allah nyinyi ayatihi, aya zake. Lengo nini? La'allakum tahtaduna, ili muongoke. Allah hataki watu wapotoke. Wa'tasimu, shikamaneni, bihablillahi, katika kamba ya Allah, yani katika dini ya Allah, jami'an, nyote kitu kimoja, muwe pamoja. Wala tafarraqu, wala msifarikiane. Wadhkuru, kumbukeni ni'matallahi alaykum, neema za Allah alizoneemesha kwenu. Sio neema ya Allah, ni'matallahi imekuja mufradi halafu imekuwa ni mudhafu. Hii ni katika adawati al-umum jamani. Ikija ismu mufrad halafu ikadhifiwa, inaonyesha umum. Kumbukeni neema za Allah nyingi tu alizoneemesha, zikumbukeni. Alaikum juu, hasa hii idh kuntum a'daa, pale ambapo mlikuwa maadui, fa'alafa baina qulubikum, Allah akaziunganisha baina ya nyoyo zenu. Fa asbahtum, mukawa bi ni'matihi, kwa neema yake hiyo ya Uislamu hiyo, mukawa ikhwana, ikakufanyeni yote mukawa ndugu. Tena ndugu mpaka wakurithiana walikuwa. Wa kuntum ala shafa, na mlikuwa mnatembea nyinyi ala ukingo minan nari, wa moto. Fa ankadhakum minha, Allah akakuokoeni kwenye moto huo. Basi kama alivyokuokoeni kwa kuweza kuachishwa nyinyi tofauti zenu, kadhalika hivyo hivyo yubayinu Allahu lakum, anakubainishieni Allah nyinyi ayatihi, aya zake, lengo la'allakum tahtaduna, ili mupate kuongoka.